Katika hatua kushangaza, siku moja kabla hotuba za mwisho kufungwa kwa kesi za jinai dhidi ya Sean Diddy Combs mjini New York, waendesha mashtaka wa serikali wameamua kuondoa baadhi ya madai muhimu yaliyowasilishwa wakati wa kesi, hasa yale yanayohusiana na utekaji nyara, jaribio la kuchoma mali kwa makusudi na kusaidia au kuchochea usafirishaji haramu wa kingono. Kupitia barua kwa Judge Arun Subramanian, waendesha mashtaka walieleza kuwa wanazingatia maelezo ya mahakama kupunguza na kurahisisha mwongozo wa kisheria utakaotolewa kwa majaji wa kesi hiyo. Ukweli unaonekana kuwa upande wa mashtaka haujaweza kudhibitisha kikamilifu tuhuma kwamba Diddy alimteka mfanyakazi wake wa zamani Capricorn Clark anayedaiwa kuchukuliwa hadi kwenye ghala na kufanyia kipimo cha uongo lie detector test ili kubaini iwapo aliiba vitu vya Diddy, wala tuhuma kwamba alimzuia kesi kwa nguvu katika hoteli ya London, Uingereza. La kushangaza zaidi, mashtaka hayataendelea na dai la kwamba Diddy alijaribu kulichoma gari la msanii Kid Cudi kwa hasira wivu wa mapenzi. Katika ushahidi wao, waendesha mashtaka hawakuwahi kumhusisha moja kwa moja rapper huyo na tukio hilo la moto. Mashtaka yaliyoondoshwa yalikuwa sehemu ya mashtaka makubwa ya uhalifu wa kimtandaoni racketeering yanayomkabili rapper Diddy. Kuhusu shtaka la kusaidia kuchochea usafirishaji wa kingono, waendesha mashtaka wa kufafanua wazi vipengele gani vya shtaka hilo vitafutwa kwenye mwongozo wa majaji, lakini wamethibitisha kuwa hatafuta kabisa mashtaka hayo, bali vipengele maalum tu, ikiwemo kusaidia na kuchochea. Waendesha mashtaka pia wanataka majaji waelekezwe kuwa ridhaa ya awali kutoka kwa wanawake waliotajwa kama Kes ama Jen, yani majina ambayo ni uficho, haimaanishi kuwa hawezi kubadili nia na kukataa baadaye kushiriki tendo la kingono. Zaidi hayo, wameeleza kuwa kupokea malipo kama ilivyokuwa kwa Jen hakufuti uwezekano kuanguka kwenye kipengele cha kazi ya kulazimishwa, ambayo ni mojawapo vipengele vya usafirishaji wa kingono. Mwisho, upande wa mashtaka unatamani majaji waelekeze kwamba kwa mujibu wa sheria, ili kuthibitisha usafirishaji wa kingono si lazima kuwepo kwa kuzuiliwa kimwili wala kushiriki ngono ya kibiashara, bali msisitizo wa juu iwapo mtu alilazimishwa au kushinikizwa. Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.